Anamuomba, ninakuomba ustawi katika njia zote. Na tukasema njia zote, Yohana alitaka Gayo afanikiwe. Si kwamba hakuwa na njia, alikuwa anafanikiwa. Gayo kirao alikuwa amefanikiwa, spiritual. Maisha yake ya kiroho ilikuwa imefanikiwa. Na kama maisha yake ya kiroho ilikuwa imefanikiwa, angekufa, angeenda wapi? Mbinguni. Kama vile Lazaro alikuwa duniani maskini, alipokufa Biblia inasema akajikuta katika ubavu wa nani? Wa baba yetu Ibrahim. Lakini mbingu haitaki tufanikiwe upande mmoja. Ndio Yohana anamwambia mzee, naomba ufanikiwe katika njia zote au nyanja zote. Kuna watu wanafanikiwa kiroho lakini wanashindwa kufanikiwa kiuchumi. Kuna watu wanafanikiwa kiuchumi lakini wanashindwa kufanikiwa kijamii. Kuna watu wanafanikiwa kijamii lakini wanashindwa kufanikiwa kinini? Kiafya. Na nikwambia kuokoka ni kukombolewa na mambo ngapi? 4. Na mbingu inataka katika hii nyanja zote 4 tufanikiwe. Tufanikiwe katika hatua ya kiroho, tufanikiwe katika hatua ya kiuchumi, tufanikiwe katika hatua ya kiafya, na tufanikiwe katika hatua ya kijamii. Kwa hiyo kuwa na mume, kuwa na mke, au na ndoa ya amani. Sasa tukasema hiyo ndio ilikuwa nia na mpango na makusudi ya Yohana, kwamba huyu mzee wa kanisa aweze kufanikiwa kwa kila njia zote. Na mapenzi ya Mungu na makusudi ya Mungu, Mungu anataka tufanikiwe katika njia zote. Sasa nakwambia, kusudi mtu aweze kufanikiwa katika njia zote, hatari ya kufanikiwa kwa njia 3 na ukose kufanikiwa njia moja. Hiyo njia moja tu na fail inaweza kusababisha ingine njia 2, 3 iweze kuathirika. Unaweza kuwa tuseme unafanikiwa kiroho na asubuhi ya leo umeamka uko mgonjwa, hakuna jinsi ukuje wapi? Kanisani. Kiroho umefanikiwa, kiuchumi umefanikiwa, lakini kiafya kwa sababu kuna matatizo, jinsi ya wewe kupatikana ibadani inafanya nini? Inakosekana. Sasa tukasema kusudi mtu afanikiwe katika nyanja zote 4, lazima mambo 7. Lazima kuwe na mambo 7 katika maisha ya Mkristo. Ndio Mkristo anaweza kufanikiwa katika nyanja zote. Na andiko mama tuliweza kusoma katika kitabu ya Mathayo 17 mstari wake wa 14 mpaka 21. Tukaongea stori ya baba aliyeoa, yeye alibarikiwa. Kwanza alikuwa, kisha akakuwa mtu mzima, akapata kipato. Kuna watu wanataka kuoa lakini hawana uwezo ya kuoa, lakini yeye alikuwa na uwezo, kwa hiyo kiuchumi alifanikiwa. Na baada ya kuoa, kwa hivyo maisha yake ya kiuchumi ilikuwa safi, akapata maisha ya kijamii, akapata mke na ndoa yao ilikuwa safi, lakini wakaenda mbali mpaka wakapata watoto. Na Biblia inasema anayepata mtoto amepata baraka. Na baada ya kupata mtoto, inawezekana mtoto wako ni kazi yako, inawezekana mtoto wako ni biashara yako, inawezekana mtoto wako ni ndoa yako, inawezekana mtoto wako ni utumishi wako, inawezekana mtoto wako ni kampuni yako. Na baada ya kupata mtoto, lakini huyu mtoto tu alipozaliwa, kuanzia utoto mdogo akakumbwa na matatizo, akapata matatizo ya ugonjwa. Na magonjwa alikuwa anasumbuliwa na pepo ya kifafa. Nilikwambia kifafa yote si pepo. Na ndio magonjwa yote ya mwili mara mingi nakuwa na chanzo ngapi? Chanzo 2. Magonjwa ya mwili ya kwanza, chanzo ya kwanza ni chanzo ya kawaida. Na kama ni chanzo kawaida, ukija kwa sisi madaktari tutakutibu na utapona. Lakini magonjwa ya mwili yeko na chanzo isiyo ya kawaida, lakini inaonyesha dalili ya magonjwa ya kawaida. Utatembea hospitali zote, hautapona. Na huyu mtoto wangempeleka hospitali yote, ana epilepsy, ana pepo ya kifafa, ni kifafa, lakini si kifafa ya kawaida kutokana na mishipa, lakini ni kifafa inayosumbuliwa na kitu inaitwa jina yake ni pepo. Kuna umaskini wa kawaida, lakini kuna umaskini unasumbuliwa na pepo ya nini? Ya umaskini. Kuna malaria ya kawaida, lakini kuna malaria inayosumbuliwa na pepo ya nini? Ya malaria.
lazima ujue hii tatizo liko nayo chanzo yake iko nini. Na Biblia inasema kwa sababu alikuwa mgonjwa, mtoto alikuwa mgonjwa, na baba alitafuta matibabu kwa njia yote mtoto kusudi aweze kufanya nini? Kupona. Lakini tukasema hatua ya kwanza imsaidie huyu baba mtoto apone, alienda kwa daktari nani? Yesu. Alienda uwepo wa nani? Wa Yesu. Au alienda uwepo wa nani? Wa Mungu. Kikawaida tu kama unataka kupata kitu ya mtu lazima upatikane mbele ya nini? Ya presence ya huyu mtu. Na kama tunataka mbingu ituponye kiroho, kama tunataka mbingu ituponye kimaisha, kama tunataka mbingu ituponye kiafya, na kama tunataka mbingu ituponye kijamii, mbingu inataka mtu aliye na tabia, si mara moja, mtu aliye na tabia na mazoea ya kupatikana katika uwepo wa nani? Wa Mungu. Na ndio Biblia inasema tukija hapa, tukija wagonjwa, tutarudi tunafanya nini? Tunapona. Tukija tumefungwa, tunarudi tunafanya nini? Tunafunguliwa. Lakini namba 2, kisha kupatikana katika uwepo wa Baba mbele ya Yesu. Huyu baba alipomuona Yesu, pahali mara moja amweleze Yesu matatizo yake, Biblia inasema akamkimbilia Yesu, akaenda kumsujudia. Tukasema kuabudu. Kweli tunakuja hapa, kila mmoja kati yetu hapa na problem. Unajua kama hujakomaa kiroho, unaweza ufikiri wewe ndio una shida kuliko wengine wote. Lakini kila mtu akianza kueleza yake hapo utaona wewe hauna shida. Kila mmoja huyu aeleze, utasema afadhali mimi kuliko huyu. Afadhali mimi kuliko watu wana shida. Umeelewa? Watu wana shida. Sasa wote wanaokuja mbele ya Mungu, ukiwa tu binadamu hapa duniani, kwa sababu shetani hajafunga, kila binadamu ana matatizo. Sasa lakini kabla ya huyu baba kupeleka matatizo yake mbele ya Yesu, kwanza akaja kufanya nini? Kumsujudia, kumwabudu. Tukisha kuja nilikwambia wewe una kile unataka, lakini Mungu naye ana kile anafanya nini? Anataka. Wakati wote haujampatia Mungu kile anataka, Mungu hawezi kukupatia kile unataka. Na kile Mungu anataka, Biblia inasema katika kitabu ya Yohana 4:23-24, Mungu anatafuta watu watakaomwabudu katika roho na nini? Na kweli. Nakwambia kama tunataka kuprosper, kufanikiwa katika njia zote, kufanikiwa kiroho, kufanikiwa kimaisha, kufanikiwa kiafya, kufanikiwa kifamilia, lazima mtu inahitajika mambo saba. Na jambo ya kwanza, lazima upatikane katika uwepo wa Baba. Huyu baba alitoka akampata Yesu mahali alikuwa. Unapopatikana katika presence ya mtu, ndio unaweza kupata vitu ya mtu. Lakini namba 2, alipofika mbele ya Yesu, kabla hajaanza kueleza problem, yeye akaenda kumsujudia Yesu. Akasema kuabudu. Nakwambia kuabudu ina maana 3: kupiga goti, kuinua ukubwa wa Mungu na kumshukuru. Na matatizo yetu haiwezi kufanya tunafika mara moja hapa baba tena bashara. Tunakuja kwanza kumpigia magoti, kumwambia uko mkubwa. Kweli matatizo yako unaweza kumlaumu Mungu, unaweza kuona Mungu ana maana, unaweza na mambo ya Mungu yana maana. Lakini hiyo vyote, kama unataka kuangalia upande mwingine, vitu vyote vina maana kwa maisha yetu tu wakati tuko nini? Ukisha kufa kila kitu haina maana. Sasa nikilala na kuamka, niwe mgonjwa nisiwe mgonjwa, nikilala na kuamka, niwe na pesa nisiwe na pesa, nikilala na kuamka, niwe na kazi nisiwe na kazi, nikilala na kuamka, mambo iwe mazuri yasiwe mazuri, na sababu ya kuja kumfanya nini? Kumwabudu, ikimaanisha kumpigia, kumsujudia yeye. Namba 2, kuinua ukubwa wake. Namba 3, kumshukuru kwa kulala. Muujiza kubwa kupita muujiza yote ni kulala na kufanya nini? Na kuamka. Kwa sababu hata kama tuseme asubuhi ya leo haukuamka, na unapendaka kuku, na wakutengenezee kuki ya kienyeji kwa viwango vya kimataifa, na waeke mbele ya maiti yako, haitasaidia. Kuku ina maana wakati mtu yuko hai. Gari ina maana wakati mtu yuko hai. Pesa ina maana wakati mtu yuko hai. Na mtu akifa, kila kitu hakina maana.
Na ndio niwaambia Mhubiri sura ya 7, Ecclesiastes chapter 7 mstari wa 9, Mhubiri anasema heri umbwa aliye hai kuliko tajiri au mfalme amefanya nini? Amefariki. Kwa namna yote na jinsi yote, kwa hali yote, unisikilize, kama unataka kupata vitu ya Mungu, ndio pointi kubwa sana. Kwa namna yote, kwa hali yote, kwa jinsi yote, uko tunakuja hapa, tuna problem, lakini hatuanze na nini? Na problem. Tunakuja kutambua uwepo wake. Akia nashuka anasema, nani kama ulikuwa na uwezo ya kuumba samaki? Ulikuwa wangapi tumezaliwa nao kwa utoto, wote wamefariki? Wangapi tumekuwa tukiendelea kukua nao pamoja, wote wamefariki? Wangapi kwa rike? Jana ndio nilikuwa naongea, kaka zangu zote wa familia walifika nyumbani pale Kingi, walikuja. Sasa walinipigia simu. Sasa kwa sababu na karibu miaka 30 sionana nao, zaidi ya 30. Sasa nilianza kuuliza fulani. Unajua sisi baba zetu ni 9. Na baba zetu 9, baba yangu ndio alizaa watoto wachache. Baba alituzaa 7. Lakini wale wengine 11. Kongo wanajaza nje. Usicheze. Unaona nini? Wanawaua, lakini bado ni wengi sana. Wameuliwa milioni 20. Lakini kwa sasa wanaenda milioni 130. Wale wako ndani ya Kongo, si nje ya Kongo. Na hakuna nchi itaenda nje ya Kongo tangu vita hiyo, usikose kupata Wakongo wengi. Sasa wao wanajaza nchi. Sasa nilikuwa na wauliza jana, sasa wauliza kaka fulani, dada fulani. Nilishtuka jana. Sijui nini jana ilinisukuma tu nianze kuongea nao karibu masaa 3. Wakati fulani alishakufa. Fulani alishakufa. Watoto wao walishakufa. Wajukuu hata wenyewe mimi sikuona wamefanya nini. Sasa kama mjukuu wangu wamekufa, mimi niko hai, mimi ni nani? Amezaliwa sijawahi kumuona, ni mtoto mdogo, amefariki. Na mimi bado nalala na kuamka. Kwa hiyo nina sababu ya kwenda kumwambia Bwana nini? Asa. Biblia inasema baada ya huyu baba number 1 amekuja kwa uwepo. Nakwambia usiwe na pepo yoyote, na kama mvua. Sasa watu wanakosa ibada juu ya mvua, ni watu hawajaelewa. Wanakuambia ukifa na tukipanga kukuzika Jumamosi, mvua ikuwe siku, tutakuzika. Tutakuzika. Tuwe na umbrella, tusiwe na umbrella, tutakuzika. Sasa Biblia inasema kitu gani itatutenga na upendo wa Kristo? Ni mvua, ni jua, ni magonjwa, ni watu no. Wanaambia mbingu inataka tupatikane katika uwepo wake. Lakini namba 2, tunapofika katika presence yake, atuanze na request zetu. Tunaanza kwanza na kumwabudu, kumsifu. Mungu anapenda kusifiwa. Mungu anataka kuabudiwa. Lakini namba 3, baada ya huyu baba sasa kueleza matatizo, kumwabudu Mungu, ndio akaeleza problem zake. Akasema hata kama nakuabudu, akasema hata kama nakusifu, akasema hata kama natambua niko hai, lakini nina problem. Na sote tunatambua Mungu yuko, tunajua uwezo wake, tunajua ukubwa yake, lakini kila mmoja kati yetu hapa na nini? Ana problem. Na ndio maana tunakuja mbele yake. Na akaanza kumweleza problem yake. Na ndio tukaita jina yake kufanya nini? Kuomba. Na mtu wote anakuja kanisani kama uombe, kuomba Mungu. Nakwambia watu wana upako ya kuomba watu, lakini watu hawana upako ya kuomba nani? Mungu. Na mtu anapoomba mtu iko serious, lakini mtu anapoomba Mungu haiko nini? Serious. Hata anaona ni vitu ya upuzi, anaona vitu ni haina maana. Japo binadamu hawataki kuomba, lakini ndio wanaomba. Lakini Mungu ndiye anatuambia katika kitabu ya Mathayo 7:7, mniombe nami nitafanya nini? Nitawapa. Lakini hata Mungu ametupatia access ya kuomba. Ni watu wachache kabisa wanamaanisha wanapokuja kanisani, wanaomba Mungu wakiwa na maanisha. Na nikwambia kuombe na maanisha mambo mbili. Ni kumweleza
kama vile tunaweza kueleza mtu problem yako. Na hivyo vile usitengeneze kachumbari kama hujajua kuweka kachumbari, chumvi, pilipili usiweke. Eleza problem yako mbele ya Mungu tu vile kama uko naongea mbele ya nani? Ya mtu. Kwa sababu Mungu ni mtu na mtu ni nani? Ni Mungu. Mwambie mimi na problem kumwambia. Lakini unajua unapomwambia huyu ni baba, unamwambia na adabu. Uko na neno. Lakini namba 2 ni kueleza maneno kutoka ndani ya nini? Ya moyo. Vitu vinasumbua. Nini nasumbua maisha yako? Nini nasumbua kazi yako? Nini nasumbua ndoa yako? Nini nasumbua biashara? Hiyo ndio naeleza. Na namba 4 tulisema kando ya huyu baba kueleza tatizo, alienda deep. Akaeleza vile matatizo ilimwanza mtoto, mwanzia mtoto. Akaeleza vile matatizo vile ilikuwa namtupa mtoto ndani ya maji. Wakati anapatwa na hiyo pepo ya kifafa, inamtupa ndani ya maji, inamtupa kwa mtu. Anajiacha wazi. Nilikwambia mbele ya mtu yoyote ujifiche, lakini mbele ya daktari kama unataka kupona unahitaji kujianika wazi. Wakati wote hujajianika wazi, hauwezi kupona, hauwezi kufanikiwa. Niliwashuhudia ndugu yangu mmoja Mkongo, tulikutana naye Kongo mwaka 93. Alitokea Kenya au alikuja zamani sana Nairobi. Na alipokuja Kongo alikuja kuhubiri, akakosa mahali pa kuhubiri. Alikuwa apostle. Sasa akaona matangazo ya mkutano, tulikuwa kwa town inaitwa Mkao. Tulikuwa natangaza mkutano ya watumishi wa Mungu. Na alipoona akaja kunifuata kwa hoteli mahali nilikuwa. Kwa sababu mkutano unatangazwa kwa radio na unatangazwa kwa television. Akaniambia naomba nafasi ya kuhubiri. Nikamwambia msikujui, siwezi kukupa madhabahu. Namba 2, hii mkutano ni walimu peke yake wanafundisha. Mwisho ya siku alikubali pia kuhudhuria mkutano. Lakini mwisho wa mkutano akaniambia na shida. Ana miezi 3 alikuja, hajapata mahali popote pa kuhubiri. Kwa hivyo jinsi ya kurudia kwake Nairobi imefanya nini? Imeshindikana. Kama nitamsaidia. Nikamuuliza kutoka pale mpaka Nairobi, akaniambia $200 kwa sababu ya visa, tiketi, atafika. Tukampa $250. Alifika. Na wakati hiyo kukukua simu haikuwepo. Na baada ya miaka 5 nilijipata Nairobi, lakini sikuwa namkumbuka tena. Na baada ya kula hela zetu tukakutana naye Nairobi. Na baada ya kukutana naye akawa na mimi pia msaada kwangu. Mimi nimsaidia Kongo, naye akakuwa msaada kwangu Nairobi. Na siku moja nilikuwa nafundisha kwa mtu mmoja, alikuja. Nafikiri mnamjua. Alikuwa hapa Tanzania, anaitwa Mukadi wa Mukadi. Mmewahi kusikia mtu kama huyo? Mkongo ana kanisa kubwa kule. Sasa nilialikwa kufanya semina kwa kanisa huyu mtu. Nairobi, Kenya kuna ibada ya mchana saa 7 mpaka saa 8 wakati watu wanapumzika. Mimi nilikuwa nafundisha wiki nzima pale saa 7 mpaka saa 8 na jioni pia nafundisha. Niliona huyu mtu anakuja kofu. Anakuja. Kabla tuanze mkutano, akamwambia dokta, niko na problem. Akamwambia problem. Angalia, wakati unaenda kwa daktari, kuna magonjwa mengine hautaeleza watu, lakini dokta utamwambia. Kuna mambo mengine uhitaji kusema italeta shame, lakini daktari utamwambia. Na tunapokuja mbele ya uwepo wa Mungu, Mungu anataka tujiache naked, tujiache wazi mbele yake. Na ndugu yangu akaniambia, dokta, nakuja kwa sababu mtoto wangu amefariki. Niambia, mtoto wako amefariki? Ndio. Sasa nasema sasa hata gisi hapa tukunywa chai, kawa, sina chochote. Nikamwambia basi nataka kuhubiri. Nisubiri kisha kuhubiri tukushughulikie. Alipotoka kwa ofisi, mwenyeji wangu alikuwa anamjua Mukadi. Akaniambia hiyo si kweli. Nikamwambia hapana. Mtu hawezi kusema kwamba mtoto yake amefanya nini? Amekufa kusudi apate hela. Nikamwambia hapana. Wamemwombea lakini hakuweza kupona. Biblia inasema Yesu akakemea wanafunzi wake hadharani. Akamwambia, nyinyi watu wenye imani haba,
nitakaa na nyinyi mpaka lini? Kwa hiyo huyu mtoto aliyekuwa na pepo ya kifafa, walipowaleta mbele ya wanafunzi wa Yesu na mtume wa Yesu, wanafunzi walipomuombea, kitu ilisababisha maombi yao ikose kujibiwa. Hawakuwa na nini? Ilikuwa maombi isiyokuwa maombi ya nini? Ya imani. Waliona tatizo iko nini? Kubwa. Na wakati wote unaona problem iko kubwa, mara moja unamfanya Mungu kuwa mdogo na hakuna chochote kitatokea. Na wakati wote unamuona Mungu iko mkubwa, mara moja unafanya tatizo kuwa nini? Ndogo, na muujiza mara moja inafanya nini? Inatokea. Sasa tunapoomba mara mingi mtu Baba tenda biashara, Baba tenda miujiza, anaangalia ukubwa wa tatizo, unaona nguvu ya maombi inafanya nini? Inaisha, anaona ukubwa wa shida, bali ya kuona ukubwa wa nani? Wa mtu. Tunapoenda mbele ya Mungu, sisi hatuhitaji kuona ukubwa wa tatizo, lakini tunahitaji kuona ukubwa wa nani? Wa Mungu. Unapoombea jambo kwa maneno ya Mungu, unapokuja hapo kanisani, Mungu ni mkubwa kwa kile chochote kile kinasumbua maisha yetu. Biblia inasema Yesu akapata jina kubwa kupita majina yote. Kukosa kazi ni jina, magonjwa ni jina, utasa ni jina, utumba ni jina, kukosa utumba ni jina, kazi ya mtu kuinuka ni jina. Hiyo yote uko nataka kuongelea, yote ni jina, lakini tu jina ya Yesu ni jina kubwa kupita majina yote. Kwa hiyo ninapotaka kuomba, naona ukubwa wa jina ya nani? Ya Yesu, kuliko ukubwa wa jina umaskini. Ninapotaka kuomba, naona jina ukubwa wa Yesu kuliko ukubwa wa nini? Wa magonjwa. Ninapotaka kuomba, naona ukubwa. Wakati wote tunapoomba, tunaona tatizo iko kubwa na Mungu iko mdogo, usitarajie chochote. Na wakati wote tunaomba, tukimwona Mungu iko mkubwa na tatizo iko ndogo, mara moja tatizo hayo yenyewe inajizapia, inapotea. Lakini namba 6, yes, huyu baba si kwa Yesu alianza kutibiwa. Mtoto alipougua alipita mgonjwa, daktari wa kwanza, daktari wa pili, daktari wa tatu, daktari wa nne, mpaka akafikia wanafunzi wa Yesu, akafikia mitume, mpaka akafikia kwa Yesu. Kwa hivyo alifanya nini? Alidumu katika kuomba na alidumu katika kufanya nini? Kufanya tendo ya imani. Kwa hiyo tunapoomba, mara mingi watu wanataka TikTok. Akiomba usiku kikosa kutokea mchana, anaachana naye. Akifungua kwa biashara usiku kikosa kufanikiwa, kesho anaachana naye. Unakuta anafungua kibanda pale, imeshindikana mwezi mmoja amekataa, kesho kuta unamkuta na Biblia barabarani pale Mwenge. Biblia inasema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, anahubiri mwezi mbili Mwenge, hakuna chochote, anaachana naye. Unakuta iko mambo ya ujenzi ya barabara. Sasa mtu wa aina hiyo kila siku namkutaka akifanya shughuli nini? Mpya. Na kama kila siku uko unafanya shughuli mpya, hauwezi enda mahali popote. Kama kila siku wewe unaanzaka, sio unaendeleza. Watu wameendelea na kufanikiwa ni watu wamedumu kwa jambo moja kwa muda nini? Mrefu. Na wale wote wamedumu kwa jambo moja kwa muda mrefu, si kwamba kila siku walipoanza unapoanza kitu haujui, unaweza ukapoteze, unaweza ukaharibisha, lakini polepole unajifunza polepole. Baada ya mwaka mmoja utajua inakuwa hivi, inaendaka hivi. Baada ya miaka 5 unakuwa na experience, hiki kitu ifanywe hivi. Baada ya miaka 10 unaendelea na kuinuka na kupanuka. Kwa alidumu. Na kama tunataka kufanikiwa, kuprosper, tunahitaji kudumu katika kuomba na kudumu katika kutenda. Sasa tukasema pointi ya 7, baada ya Yesu kumponya huyu mtoto, wanafunzi wa Yesu walimwendea secret. Kwa sababu ilikuwa aibu, waliombea ikashindikana, na Yesu akaombea ikafanikiwa. Wakamwambia, mbona si tumuombea? Umetufunza somo ya maombi, tunajua aina zote 18 za maombi, tumeomba yote imeshindikana. Yesu akamwambia, pepo ya aina hii kando ya kukosa imani, lakini haitoke kwa maombi peke yake, lakini inatoka kwa kuomba na kwa kufanya nini? Na kwa kufunga. Kwa hiyo hatua ya 7
Na ndio mwisho, kando ya sisi kupatikana katika uwepo wa Mungu, kando ya sisi kuabudu Mungu, kando ya sisi kumweleza Mungu matatizo yetu, kando ya sisi kujiachilia very deep, kujianika, na kando ya kuwa hata na si imani tu ya kuhamisha milima, lakini imani hata ya kuhamisha bahari, na kando ya kuwa watu tunadumu katika kuomba, katika kufanya tendo, mimi ninataka kwa mambo yetu tuwe watu tunafanya nini? Yesu akamwambia pepo ya aina hii, hali ya aina hii, na kwa maisha yako kuna hali ya aina hii. Maybe hali ya aina hii inasumbua maisha yako, no. Maybe hali ya aina hii inasumbua maisha yako ni kazi. Maybe hali ya aina hii inasumbua maisha yako ni uchumi. Maybe hali ya aina hii inasumbua maisha yako ni afya. Maybe hali ya aina hii inasumbua maisha yako ni familia yako. Sasa bila shaka Yesu anasema hali ya aina hii, sote kila mmoja ana hali. Anasema haitoke tu kwa kuomba, lakini inatoka kwa kuomba na kufunga. Sasa ndio pointi ya mwisho tu. Tukasema mafungo maana yake ni kutesa mwili, kunyima mwili chakula, kunyima mwili maji, ukiwa kwa ndoa kunyima mwili tendo ya ndoa. Na tukasema kwa Biblia kuna mafungo hiyo ya watu wote, ni mafungo ya aina hii: kufunga siku moja au kufunga siku tatu. Ndio ndani ya Biblia washirika wote, kanisa yote walikuwa natangaziwa aidha wanafunga siku moja, aidha wanafunga siku tatu. Na kufunga siku ni masaa 24 bila kula, bila kunywa, bila kusogelea mke wako au kusogelea mume wako. Unatesa mwili. Biblia inasema wakati roho ina nguvu, mwili iko dhaifu, na wakati mwili ina nguvu, roho iko dhaifu. Kufunga siku tatu ni masaa 72 bila kula, bila kunywa, bila kusogelea mume wako, bila kusogelea mke wako. Na wakati mtu anafunga na jinyima vitu ya kimwili, anakuwa na nguvu mingi ya kiroho. Na unapokuwa na nguvu mingi ya kiroho, vitu vyote vya kimwili vinakuwa under control. Una uwezo ya kuishughulikia. Lakini nakwambia ndani ya Biblia kuna mafungo ya siku 40. Ndani ya Biblia kuna mafungo ya siku 21. Lakini nakwambia wale walifunga siku 40 hawakupanga. Mungu alimuita mlimani. Yesu Roho Mtakatifu alimpeleka, hawakupanga kwamba wanaenda. Musa alifikiri anaenda asubuhi anarudia jioni, Mungu anamuita, lakini Mungu akamshikilia siku 40 mlimani. Yesu aliongozwa na Roho, hakujua kama atafanya ni saa moja, masaa mawili, lakini akajipata siku 40 usiku na mchana iko jangwa. Kwa hiyo tukasema mafungo ya siku mingi zaidi ya siku 3 lazima Mungu ndio akuambie, sio watu. Kwa sababu kidaktari, baada ya siku 3 mtu kukosa kula na kunywa, mwili nakosa nini? Nguvu. Na unaweza ukufa. Sasa kama utaenda mafungo ya namba 2, kama utataka kufanya mafungo ya siku 7, sio kanisa ikwambie, ni Mungu akwambie. Na nakwambia mafungo mingi makanisa iko nafanya, wako mafungo ya wiki mzima, wako mafungo ya mwezi mzima. Ni mafungo hatari ya kuwafanya watu kuwa kinyume na neno ya Mungu. Kwa sababu itatangazwa tunaenda mafungo ya siku 40, lakini kiukweli watu watakuwa wanafanya nini? Wanakula. Na Biblia inasema ni vizuri kutokuweka nadhiri kuliko kuweka nadhiri na kukosa kufanya nini? Kuitimiza. Sasa mafungo ya siku 40, Musa ni nani? Mafungo ya siku 40, Yesu ni nani? Ni leader, ni viongozi. Sisi hao ndio Mungu anaweza kuniambia. Na kama sikukomaa, Mungu anaweza kuniambia funga siku 7. Na kama sikukomaa, natangaza kanisa tunafanya mafungo ya siku ngapi? Lakini kumbe Mungu anaongea na mimi kwa sababu kiongozi ana jukumu ngapi? 2. Kiongozi ni mlinzi, anasimama juu ya maisha yake mwenyewe
na anasimama juu ya maisha ya watu wengine, lakini kila moja kati yenu hapo anasimama juu ya maisha yake. Sasa kiongozi anahitaji kwenda very deep. Kama tuseme siku hivi nimefanya siku hili kuanzia Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa nilikuwa mbele ya uwepo wa Bwana na nimekula jana, lakini leo tena Mungu ananiambia hapana, usile. Tangu sasa yakula ndio nisile, na mke wangu anafika na ndege mchana leo usikule. Sasa siweze kuwa nachukua kile naambiwa mimi nilazimishe sasa kama mtafunga kila siku hata kazi hamtafanya. Hata kila hakuna kitu kitaendelea. Unaelewa? Sasa kiongozi anaweza kuambiwa na Mungu, funga wiki nzima, funga mwezi mzima, funga siku 5, na yeye anaifanya yeye kama yeye. Anafunga kwa ajili yake na anafunga kwa ajili ya watu wale wako nao. Sasa tunaenda kuona leo sasa ni faida gani tunapata tunapofunga. Nilikwambia